utaona jina Wakeni. Wakeni haina watu wengi. Sasa kwa hivyo ukiona tu Wakeni usifikiri umetuma pesa kwa mwingine, ni mimi. Amen. Jamii yetu si kubwa, ndio ninakwambia kwamba sasa jina hilo ni vigumu sana kuliona likitembea tembea kwa watu. Sisi ni jamii ndogo, lakini nashukuru Mungu maana ametupanua. Maana wewe ni wetu. Haleluya. Wewe ni wa jamii yetu katika ufalme. Bwana wetu awabarikie sana. Nina salamu zenu kutoka Top Station, mke wangu na wapendwa wachache ambao tulionana pamoja nao asubuhi ya leo. Walituma salamu nyingi, pokeeni katika jina la Yesu. Bwana wetu awabarikie sana. Kabla sijaleta neno la Bwana, niseme mambo kama matatu. Jambo la kwanza, kwa niaba yangu na pamoja na mke wangu, tuna neno la shukrani kwenu kwa sababu ya siku mlioipanga kuja kwetu. Tuliona neema ya Mungu kwenu na hata kwetu pia, maana mlishirikiana pamoja nasi ama mlitushirikisha katika mema yenu, kama vile andiko linavyosema ya kwamba ni vema mwenye kufundishwa neno amshirikishe mwenye kumfundisha mema yake yote. Na kwa hivyo kwa mema yenu tunaendelea vizuri, hata kwa sababu mimi nimezoea kufeed jamii yangu na vitu vingi. Sasa nilipofika nyumbani na sabuni, mke wangu aliniuliza, kwa nini umenunua sabuni na watu wa Mungu walileta sabuni? Nikasema ya kwamba mimi nilitimiza yangu na wao walitimiza yao. Umeelewa kitu hapo? Jina la Bwana sifiwe. Maana siwezi kuuliza sana ati walileta nini, walileta nini, walileta nini. Hiyo maswali ya kuuliza walileta nini inaweza kuharibu mtu fulani. Amen. Maana inawezekana msije kama vile mlivyokuwa mmekuja wakati mwingi, lakini nataka kutosheka na yale ambayo mliofanya. Kwa hivyo nasema Bwana awabarikie waliofika na wale ambao hawakuweza kufika. Nilijua ya kwamba ninyi nyote mlikuwa kwa ushirika mmoja na tulifundishwa neno nzuri sana na yeye ambaye aliyetufundisha mahali pale, na neno lile tulilofundishwa ni ya kwamba neema ya Mungu itutoshe. Neema ya Mungu ifanye nini? Itutoshe. Maana neema ya Mungu ni dawa. Haleluya. Neema ya Mungu ni nini? Ni dawa kwa matatizo yote ambayo twaweza kuwa nayo katika maisha. Maana hata Paulo alikuwa na shida, na alipokuwa na shida kama yale majaribu tunayopata, hata tukiwa watumishi wa Mungu, hata tukiwa wenye haki na watu ambao wameokoka ule wokovu wa kweli. Atukuzwe Bwana Yesu. Si kusema ya kwamba tukiwa katika hali hiyo hatutapata majaribu. Na Paulo, maandiko inasema ya kwamba aliomba Mungu ili aweze kumuondolea ule mwiba ambaye uliyekuwa umetumwa kwake katika maishani na shetani, lakini hakuondolewa ule mwiba, ila Bwana alimwambia hivi ya kwamba neema yangu na ikutoshe. Kwa hivyo Paulo hakuwa na lingine, yeye
akaendelea katika hali hiyo, na neema ya Bwana ikawa dawa kwake. Jina la Bwana sifiwe. Kwa hivyo tukajulishwa ya kwamba neema ya Mungu wakati wowote ifanye nini? Itutoshe. Haijalishi kana kwamba una jambo ambalo linakusumbua maishani, neema ya Mungu ifanye nini? Ikutoshe. Na nimeendelea kuelewa hivi ya kwamba hatuishi kwa Bwana kwa sababu ya mambo mema tu ambayo tunayoyapata, lakini twaishi katika Bwana kwa sababu tuna matumaini ya kwamba siku moja, kama vile tumeimba hapa, Yesu Mwokozi atakaporudi kunichukua twende mbinguni, nitaimba sifa zake milele, wote wajue jinsi ulivyo. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Hata kama tuko katika hali gani, wacha tuishi katika habari ya kumwimbia Mungu na kusema yeye bado ni mkuu, maana ukuu wake uko hata wakati ambapo tunapopitia mazito. Neno hilo lilikuwa ni la faraja sana na la kutia moyo katika maisha ya watakatifu, hata na mimi pia likanitia moyo. Jambo la pili, kama vile tulivyotangaziwa, ni ya kwamba tuko na conference kule Makutano. Nataka kusema ya kwamba wana praise, nimeshukuru sana kwa wimbo wenu ambao mumeimba hapa, mkiuandaa vizuri na tupeleke kule kwa conference, inaweza kuwa mzuri sana. Atukuzwe Bwana Yesu. Hata ule pia ambao mliouimba mwaka jana, maneno ya Mungu na nyimbo za Mungu ni mpya siku baada ya ile ingine. Sasa mkichanganya na huo, basi itakuwa ni mzuri. Na sijaona mhusika mkuu hapa kanisani, sijamuona, na nimekuja shirika kadhaa sijamuona. Mwambie nimemiss. Nimemiss. Unajua kazi yetu ni kuangalia watu na kutaka kujua wako wapi. Kutaka kujua wako wapi. Si huyo peke yake, kuna wengine. Sitaki kuuliza wote, lakini tusaidiane pia kuwatia moyo katika habari ya kuendelea katika jina la Yesu. Jambo la tatu ni ya kwamba sisi watu wa imani, sisi watu wa nini? Wa imani, kama vile mtumishi wa Mungu ametuelekeza, ametuambia kwamba hata kama watu wanatoa unabii ya kwamba mwaka kesho kutakuwa na nini? Na njaa, lakini wewe useme ya kwamba mimi kama mwana wa mfalme sitakuwa na njaa. Atukuzwe Bwana Yesu. Wacheni niwaambie, kuna muujiza na neema ambaye Mungu huwapatia watu. Muujiza na neema ambaye Mungu huwapatia nini? Watu.
ninataka kukuambia hivi, hata kupata akili. Si mumesikia mchungaji amesema ya kwamba mvua ikinyesha upande mbegu ya nini? Ya haraka. Kuna mtu ambaye hatashughulika na kitu kama hiyo. Maana hata kupata akili ya kufanya hivyo inatokana na Mungu. Ni neema tu. Inatokana na nani? Kama mimi naweza kusema ya kwamba nina neema, maana jana na juzi sisi kwetu tumeshida tukivuna. Hata wale waliokuja ushirika, si wengine mlienda na mahindi. Sasa sasa watu wakisema ya kwamba kutakuwa na njaa, mimi niko hapo? Mimi hapana, iko hapo. Kwa sababu Mungu alinipa neema ya kufikiri. Tunaelewana? Neema ya kufanya nini? Ya kufikiri, ya kwamba nipande haraka nipande haraka na Sasa leo mvua kama ingelinyesha huko kwetu kama ile ambayo ilinyesha hapa, sasa kesho mimi ni kupanda. Kesho tayari nimenunua mbegu, maana iko mambo tunahitajika, tunafundishwa ya kwamba jipa. Mungu hata toka mbinguni ya kupange, hapana. Ni wewe ufanye nini? Hata siku moja nikaeleza kijana wangu, nimekuwa nikiomba Mungu anipe shamba ambalo liko karibu na barabara na shamba ambalo liko na maji, na Mungu amenipa shamba hilo. Kamwambia pia kijana wangu ya kwamba nimekusudia kupanda mandizi, kwa sababu mandizi ina faida 3. Inaweza kukupatia chakula, inaweza kukupatia pesa, na inaweza kukupatia chakula ya mifugo. Ni sawa? Lakini nikamwambia kijana yangu, si Mungu atakuja kutupandia mandizi, ni sisi Mungu si ametupatia shamba? Ametupatia shamba lililo na maji na liko kwa barabara. Sasa kazi ni kwetu, tupande nini? Mandizi. Atukuzwe Bwana Yesu. Kwa hivyo Mungu akupe neema ya kujipanga katika maisha. Amen. Na ukishapanda chakula chako, sasa umwambie Mungu, nimefanya kazi yangu, wewe naye fanya kazi yako. Na kuna neno ambalo nililolisoma juzi, ya kwamba kumbe tukiishi katika mapenzi ya Mungu na tumuombe Mungu, yeye atasababisha mbingu zitoe mvua, na mvua hiyo inyeshe. Na unajua mvua hiyo ikinyesha haitanyesha kwako tu, itanyesha hata kwa jirani. Kwa hivyo Mungu anapendezwa na maisha ya mtu wake, ya kwamba abariki hata majirani wale tulionao. Na usiseme ya kwamba mjirani hakupendi, maana ninajua si wote wanapendwa na majirani. Hata mara nyingine hausalimianagi na yeye kwa sababu anakusukuma kwa mpaka. Lakini endelea kumuomba Mungu na kukaa katika mapenzi ya Mungu na kufanya mambo yale Mungu anayosema, na mbingu zitafunguka. Maana huko mbingu kuna hazina zimewekwa. Kwa hivyo nitasema ya kwamba tusijali, mradi tu ni ya kwamba hata pia tusome wakati. Tuwe watu wa kusoma nini? Wakati. So unasikia mimi tayari hata kama nilivuna jana na juzi, lakini mbegu nimetayarisha. Mvua ikinyesha, niweke mahindi. Mwezi wa 10 ukija kwangu, utakula mahindi. Na ninaamini hiyo. Haleluya. Maana
maandiko inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yanayotarajiwa. Kwa hivyo mimi nina uhakika ya kwamba mwezi wa 10, sijui mtapanga kuja kwangu siku gani tena lakini hata huo mwezi wa 10 mkuje mkule nini? Mimi sitangazi natangaza mafanikio. Sijui kama ni nyinyi tulisoma nanyi neno lililotuambia kwamba tukisikia sauti ya Mungu na hata tuitii, jina la Bwana sifiwe, ya kwamba yeye atatufanikisha. Kwa hivyo mimi ninaamini katika mafanikio, na mahali ambapo nilipotoka sitarudi huko tena ati kugiginyana, kungengana. Unajua watu wengi wanasemaga ni kuhaso unaendeleaje mama fulani? Ni kuhaso, ninafanya ni utaishi, maana kinywa chako kina uwezo, utaendelea but hata mimi si miongoni mwa hustlers. Mimi ni miongoni mwa watu wale walioenda haya. Sasa mimi nimetangaza mafanikio kwa waaminio. Kwa hivyo hatutakuchangia ati kuna njaa hata mwaka uja. Hiyo ni dosi. Kwa yule usiimbe wimbo ule watu wanaimba. Hata usitangaze njaa, tangaza kufanikiwa. Wenye kutangaza njaa waendelee kutanga, lakini tangaza kufanikiwa katika jina la Yesu. Amen. Sasa tuingie katika shughuli za siku ya leo. Tunasemaga today's business. Hallelujah. Hii ni business ya kanisa, ili tuweze kuendelea katika jina la Yesu. Nilipata mchungaji akiendelea na neno la Mungu, na mashauri hayo usiyapoteze, maana ni mashauri mazuri. Unaposhauriwa kama huyo kijana, tulisikia ya kwamba aliweza kushauriwa na mama yake. Tukipata wamama washauri, unajua culture inaonyesha ya kwamba vijana washauriwe na baba zao, ama sivyo? Na wasichana washauriwe na nani? Na mama zao. Lakini hapa katika neno la Mungu linatuonyesha ya kwamba huyu mama alikuwa ni mshauri wa kijana wake. Hata kama kijana alikuwa ni mfalme, lakini alimuita, na alimuita akiwa na uchungu, maana kijana huyu alionekana kana kwamba anaanza kuenda kando, anataka kukaa kama wafalme wale wengi. Lakini huyu mama akiwa na uchungu akamuita mtoto wake, akamwambia, nini mwanangu? Akamweleza ya kwamba wafalme hawastahili kunywa mvinyo, ama hawastahili kunywa pombe. Bwana wetu asifiwe. Hayo mambo ukiyaweka moyoni mwako, utatusaidia hata kule nyumbani kuona ya kwamba una mafundisho yaliyo mazuri. Amen. Na nisisahau, kuna msichana ambaye nilikutana naye, anaitwa Njeri. Ako leo? Simama Njeri, simama Njeri. Njeri huyu kumbe nimekuwa nikija hapa muda mrefu, anaogopa kunisalimia, maana tuliazana pamoja na yeye akiwa mwana Sunday school mdogo sana. Hata nitaenda kuangalia kwenye daftari zangu, inawezekana kuwa mimi ndio nilimwekea mikono alipokuwa mtoto mdogo. Kumbe sasa amekuwa mtu wa nguvu. Lakini aliponiona juzi nikipita hapa, akaniambia, Bishop,
tena akinyenyekea sana, kanikumbusha yeye ni mtoto wa nani. Tumpongeze huyu msichana, maana hata vile alipokuja hapa hakupotea nyumba ya Bwana. Yes. Na mzazi wake ni yule huwa anatibia wewe ng'ombe. Unamjua? Wa kutoka kule. No, si huyo. Baba yake anakaa kule Kolongoro. Ndiye ambaye ana duka kubwa sana huko. Alafu yeye ndiye ambaye ametusaidia sana kusimamia kanisa la Umoja Center. Baba ya huyu. Sasa huyu ni mtoto wa mtu mkubwa. Jina la Bwana sifiwe. Nilianzisha yeye. Hata mimi ninaombea yeye hivyo. Haleluya. Ataniambia ni nini ambaye atakahitaji nimnunulie katika harusi yake. Maana yeye ni mtoto wangu. Sasa lazima nisimame pamoja na ye. Yes. Kwa hivyo sasa tugoje tukae tukitegea harusi. Tukae sasa tuna matumaini. Haleluya. Tuna nini? Tuna matumaini. Na hii inatusaidia sana kupata nguvu ya ile kazi ambayo tunayoifanya. Maana mtu akitimiza ahadi ni jambo ambalo ni la maana sana, linamletea Mungu utukufu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Leo nitaweza kutoa elimu kama vile mlivyosikia ya kwamba leo tuna ibada kubwa. Tuna ibada nini? Kubwa. Na ibada hii ambayo tunayoifanya si kwamba tumeokota tu mambo na kuyaleta katika nyumbani mwa Bwana. Ni mambo yale ambayo yanayostahili kufanywa, na kwa hivyo na pia ni kushauri, ni kueleza ya kwamba leo inawezekana ni fulani na kesho itawezekana kuwa ni wewe. Jina la Bwana sifiwe. Kwa hivyo watumishi wale ambao tunaoweza kuwaombea siku ya leo, nataka kusema ya kwamba si bado mumekuwa pamoja na wao, utawaona tu. Jina la Bwana sifiwe. Na kama mumekuwa pamoja na wao, kwa kuwa sometimes nimekuwa nikiona ya kwamba tunapokuwa na kuweka watu katika officially katika huduma, kuna wengine wanaona ya kwamba heri ingelikuwa ni mimi. Kwa nini mimi si kufanya nini? Si kuwekwa hapo, na nilitaka sana. Unaona, hata jambo dogo tu la upishi linaweza kusumbua mtu. Kama siku moja tukawa na ordination ya mchungaji na watu wakawekwa kuhudumu katika upishi, na mmoja hakuweza kuwekwa katika huduma ile, na kumbe alitamani sana awekwe katika huduma hiyo ya upishi, na tena pia awekwe mahali pa high table, kwa sababu alikuwa na uzoefu wa kubeba ile mabaki na tena pia kukula sana. Lakini amepigiwa makofi alipenda kukula sana. Na alipoona ya kwamba hakuwekwa mahali popote, akaamua ya kwamba atajiingiza na ataweka kitu ndani ya chakula
ili wale ambao watakaoendelea kukula walaumu wale waliopiga. By the way, nilikuwa the officiator wa hiyo sherehe, maana ni mchungaji wetu, tulikuwa tunaweka wakfu. Lakini nashukuru Mungu, maana mimi nilikula chakula kile na sikusikia jambo lolote, lakini nilipata ujumbe kwa simu wa kuomba msamaha kutoka kwa viongozi. Tunaomba msamaha kwa yale yaliyotendeka. Sasa mimi nikashindwa ni gani yaliyotendeka, nikapiga simu kasikia kuna watu wengine walienda mpaka hospitali, wengine waliendesha, na mwenye alifanya hivyo kumbe alisugumzia mtu fulani, na huyo mtu fulani naye si mtu wa kunyamaza. Akasema fulani aliniambia alifanya kitu, lakini haikukuwa ya kuua, ilikuwa ya kutingiza tu. Maana walikosa kunipanga hapo. Sasa wapendwa, inawezekana ya kwamba usipangwe leo, but tomorrow we will arrange you. Tutakupanga kesho. Haleluya. Bas, si sasa ni kuelimisha ama namna gani? Ni kuelimishe kuhusu neno la qualification of leaders. Qualifications of leaders. Na nitazungumzia habari ya vikundi vitatu katika nyumbani mwa Bwana. Vikundi hivyo vyote ni viongozi. Atukuzwe Bwana Yesu. Vikundi hivyo vyote ni viongozi, maana unapofanya jambo lolote katika nyumbani mwa Bwana, pia wewe ni kiongozi. Tusome katika kitabu cha Luka. Naomba ya kwamba msomaji wangu aweze kusoma. No, nimesema Luka ama Tito? Okay, si Luka lakini ni Tito. Tito 1 mstari wa 5 hadi 9. Tito 1 mstari wa 5 hadi 9. Biblia inasema Tito 1 mstari wa 5 hadi 9. Biblia inasema Kwa sababu hii nalikuacha Krete ili uyatengeneze yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru. Ikiwa mtu hakushitakiwa neno, naye mume wa mke mmoja ana watoto waaminio, wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii. Maana imempasa askofu awe mtu asiyeshtakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu, asiwe mtu wa kujipendekeza nafsi yake, asiwe mwepesi wa hasira, asiwe mlevi wala mgomvi, asiwe mpenda mapato ya aibu, bali awe mkaribishaji, mpenda wema, mwenye kiasi, mwenye haki, mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake, akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa, apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kufanya nini? Kupinga. Wenye kupinga. Atukuzwe Bwana Yesu. Paulo alikuwa kiongozi kama vile nilivyo kiongozi kwenu na kwa watu wengine. By the way, kama haujui, ninasimamia makanisa 75 ambayo yako katika district yetu.
na katika district yetu kuna senior pastors ambao sisi wote ni 9, na wao walio chini yangu ni kama vile Tito na Paulo walivyokuwa. Na kwa hivyo Tito alipokuwa kule Krete alikuwa akiliongoza kanisa, na alipokuwa akiliongoza kanisa, Paulo akamshauri ya kwamba kwa kuwa aliachwa kule Krete aweze kuwaweka viongozi katika kanisa, na yeye mwenyewe alikuwa amewekwa na Paulo katika mahali pale. Na hapa ndipo kwanza ni weke neno hili ya kwamba ijapokuwa kwa mara moja katika Biblia kuna mahali pameonekana uchaguzi kwa mara moja, wakati ambapo Judas alipoaga na ikahitajika nafasi yake ijazwe, haikufanyika appointment, lakini ilikuwa ni ya kwamba wafanye uchaguzi, na maandiko inasema kura iliangukia mtu mmoja. Na sisi kama viongozi mara nyingine twatatizwa na uchaguzi. Tuseme kama leo tunataka kuwachagua watu fulani, na tuseme ya kwamba tutapiga kura. Kura kama vile mjuavyo ni ya kwamba hata katika nchi inaleta shida, ama namna gani jamani? Lakini mtu ambaye ni appointed, mtu huyo kwanza ameangaliwa na yule ambaye anaye mchagua, sivyo? Na katika nyumbani mwa Bwana hatuchagui watu kwa sababu ya ile hali wanayoishi ya kawaida, lakini tuangalia maisha ya huyu mtu katika hali ya rohoni. Maana sana sana katika nyumbani mwa Mungu tuna angalia sana habari ya maisha ya rohoni. Na katika hali hiyo Tito akaambiwa zile qualifications ama kule kuhitimu kwa viongozi watakaowekwa katika huduma. Kuna mambo ambayo yaliyotajwa mahali pale, ya kwamba mtu huyo ambaye atakaye chukua wadhifa wa kuongoza watu katika nyumbani mwa Bwana. Mambo hayo yaliyotajwa hapo ndio ambayo pia tunayaangalia ili tukimpatia mtu kazi. Na dipoza Paulo akasema ya kwamba kwa Tito mwanangu, hasa katika imani tuishirikio, neema na iwe kwako na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu mwokozi wetu. Akasema hivi ya kwamba kwa sababu hii nalikuacha Krete ili uyatengeneze yaliyopungua. Yaliyofanya nini? Yaliyopungua. Katika kanisa kunaweza kuwa na mapungufu mengi, na hasa kanisa hili la Krete lilikuwa na upungufu wa viongozi, wazee wa kanisa na hata viongozi wengine. Na kwa hivyo huyu Tito alipewa mamlaka. Alipewa nini? Mamlaka. Kama vile
nimempatia mamlaka mtumishi wa Mungu Paulo hapa, ili nikamweleza ya kwamba nataka unipatie watu wa aina hii na hii na hii na hii. Atukuzwe Bwana Yesu. Na nimesema hivi, si kwamba hata na wewe pia haukuonekana, lakini hatuwezi kuwa wote, yani hatuwezi kuwa wote mabishop. Ama munaona kama mchungaji wenu hawezi kuwa bishop? Si anaweza, lakini hatuwezi kuwa wote mabishop. Maana sasa tukiwa mabishop wote ni kina nani wataongozwa? Sasa lazima pawe na mtu mmoja ambaye amefanya nini? Anaongoza, mtu mmoja ameinuliwa na hao wengine wafuate. Hata na mimi pia tulipokuwa tukichaguliwa, si kwamba wengine walio chini yangu hawangelifaulu, lakini pia hatungekuwa mabishop wote. Sasa hao wengine nilipochaguliwa, ikaonekana ya kwamba wao pia wawe chini yangu, na si watawali kana kwamba mimi ni bosi wao, lakini mimi ni mtumishi pamoja na wao. Jina la Bwana lisifiwe. Na by the way, tunapendana. Mimi pamoja na my junior people tunapendana, tunashirikiana na tunafanya kazi pamoja. Kile kitu ambacho kiko ni ya kwamba kila mahali panahitajika kuwa na kiongozi. Huyu aliambiwa ya kwamba uyatekeleze yaliyopunguka na kuweka wazee katika kila mji kama vile nilivyokuamuru. Sasa ukisoma ile ya Kiingereza inasema, inamalizia pale as I ordained you. Ama Kiingereza chenu akisema hivyo, hiyo mstari ya mwisho katika mstari wa 5, Kiingereza inasema as I appointed, na Kiingereza kingine pia kinasema as I ordained you. Lakini sasa wacha tutumie hili neno as I, tuache ordination, maana sasa hata na mimi pia si wa ordain. Ordination sasa niwaambie itakuja baada ya miaka mingapi? Maana sasa wale ambao tutakaoweka katika huduma tutawaweka chini ya ujaribio. Chini ya nini? Ya ujaribio. Na katiba yetu inasema ya kwamba mtu amalize miaka 2 ndio awe ordained. Maana hiyo ndio tunasema ni kusimikwa. Sasa huyu Tito pia alikuwa appointed, si ni sawa? Na kwa hivyo naye pia akafanyika kuwa mtu wa kuappoint. Na ni kama vile nimesema ya kwamba I appointed Pastor Paul, naye pia nimempatia kazi ya kuniangalilia watu, na yule ambaye amenipendekeza bila shaka ninakubaliana pamoja na yeye ya kwamba yeye ndiye huyo ambaye atakayeendelea. Jina la Bwana sifiwe. Lakini pia wale ambao watakaowekwa ninataka wafahamu hii, maana hata kama mtu ataombewa leo, si kwamba anaanza kazi leo. Kuna kitu unanielewa? Si kwamba anaanza kazi nini leo, lakini hii tunaita rasmi. Tunaita nini? Rasmi. Lakini huyu mtu amekuwa akifanya kazi hapo mbeleni, ila sasa inafanyika rasmi kwa ajili ya kwamba tukitaka mtu fulani, tukiita mtu fulani, sasa huyo anaweza kusimama kwa nafasi yake. Tukiita mzee, tukiita deacon, anasimama
kwa nafasi yake. Qualifications zake ni ya kwamba ikiwa mtu hakushtakiwa neno, naye ni mume wa mke mmoja, ana watoto waaminio, wasioshtakiwa kuwa ni wafisadi wala wasiotii. Sasa huyu mtu ni ya kwamba awe si mwenye kushtakiwa nini? Neno. Jina la Bwana sifiwe. Aya, kama yeye ni mtu mwenye kulipa madeni. Halo? Maana hata nikichunguza nikute ya kwamba una pesa ile ya hasara na hujalipa, una haja gani ya kuwa kiongozi? Kama kuna mtu 500 si ulipe leo tu kabla sija kuwekea mikono, because nikikuwekea mikono ni kusil, nina seal mambo yale yaliyoko ndani yako. Kuna watu ambao ni viongozi na hawajui kulipa madeni, lakini kukopa wanajua sana. Mnaniangaliaje? Lakini sijasema si ninatoa mashauri, na sijasema ya kwamba kama tutamwekea mtu hapa mikono na hako na pesa zako, ati ukifika pale umshike mashati. Hata na wewe pia utakuwa umeharibika. Ni ushauri ninafanya nini? Ni ushauri ninatoa, yani jinsi watakavyoishi baada ya hapa. Kwa hivyo sasa sitaki kuanzisha vita. Kwani hamuna madeni? Si muko naye, na ingine ni ya washirika, na mmekaa muda mrefu bila kuwalipa, hata biashara inaanguka. Sasa hata mwingine anaweza kuuliza ya kwamba fulani ndio ameambiwa ni kiongozi wangu na ana deni, sasa nitamupata namna gani? Na amepanda cheo. Hakuna kupanda cheo. Kukopa deni ni kufanya nini? Ni kulipa. Okay, hakuna mwenye amenitumia ripoti ya kwamba wewe una deni, lakini si mimi ninasema ili nikusaidie. Jina la Bwana sifiwe. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba mtu huyu asiwe na mashtaka. Sawa sawa. Kwa hivyo kiongozi yeyote, haijalishi utaitwa nani ama unaitwa nani katika uongozi, lakini ujiepushe na mambo ya kutokuwa na mashtaka. Si ni sawa? Na tunapoendelea, ijapokuwa hapa katika mstari huo wa chini imesema neno kuu sana, askofu, na askofu ni bishop. Si ni sawa? Lakini sasa hatusemi huyu mtu ni bishop, lakini nataka kusema kwamba si anaweza kuelekea hapo. Kwani hata mimi nilianza wapi? Mimi nilianza kuwa mwalimu wa Sunday school, kiongozi wa ushirika, na leo hii nina majina mengi ya kiofisi. Hata juzi tulikuwa na general overseer wetu hapa Kitale, alikuja Friday. Nilisikia akiniita missionary. Hii ni kumaanisha ya kwamba amejua ile kazi ninayofanya. Nikifika Uganda, Sudan, mimi ni nani? Ni missionary. Nikiwa hapa mimi ni bishop. Tukifika ofisi ya region, mimi ni regional overseer, deputy regional overseer. Regional overseer akija, ama kama yeye hayuko, mimi ndio ninakalia kiti chake. Watu wengine walikuwa wananiuliza, wewe na Kigodho nani mkubwa?
Ta mwingine alitoka jana kule Uganda, akaniuliza, sasa wewe na Kigodho nani mkubwa? Maana yeye alifanyia harusi huko, alikuwa mshirika wangu, alifanyia harusi huko Uganda, na kisheria hauwezi kupewa certificate kama umeoa mtu wa nje ya nchi, asipokuwa amepata barua kutoka viongozi wa nchi hiyo. Sasa ilifika harusi ikafanywa, lakini waliunganishwa tu, lakini hawakupewa certificate. Sasa alikuwa amekuja kunitafuta jinsi gani atakavyopata certificate. Nikamwambia nitampatia. Akaniuliza, kwani wewe ni mkubwa kuliko Kigodho? Nikamwambia kiofisi, mimi ni mkuu. Kwa hivyo nilitaka kusema hivi, leo hii unaweza kuona mtu amewekwa katika mahali fulani, usiwe na shida, kwa sababu inawezekana kesho wewe uinuliwe zaidi ya yeye. Lakini hata ukiinuliwa zaidi ya yeye usimudharau. Maana sasa unataka kuniambia mimi naweza kudharau Kigodho kwa sababu ati mimi ni mkubwa? Yeye ndiye my stepping stone, kwa sababu mimi nilitoka katika local church yake ama katika district yake ili niwe bishop. Si ni sawa? Kwa hivyo bado heshima zake ziko, na yeye ni secretary wangu. Nikikalia kiti, yeye ni nani? Ni secretary wangu. Regional overseer akiweko, yeye ni secretary mahali pale. Jina la Bwana sifiwe. Kwa hivyo huyu kiongozi ati awe mtu asiyestakiwa neno, kwa kuwa ni wakili wa Mungu, kiongozi wa kanisa. Yeye ni wakili wa nani? Na wakili ni wa kufanya nini? Ni wa kutetea. Wakili ni wa kufanya nini? Kwa hivyo nikiweka wewe kama kiongozi, kama vile mchungaji atakavyotuelekeza, nataka kusema ya kwamba na kuweka kama wakili wa kutetea kanisa. Wakili wa kufanya nini? Wa kutetea kanisa. Hata kama kuna weakness yoyote katika kanisa, simama na nini? Na kanisa lako. Si ni sawa? Wewe kwa njia nyingine, wewe ndiye utakaye kuwa nguzo. Kama nyumba hii ambayo tunajenga hapa, si unaona hizo chuma tumeweka? Kwa njia nyingine inaitwa nguzo. Kwa hivyo nguzo hizo zinasaidia kanisa hilo kusimama. Wewe nawe pia ukichaguliwa kwa nafasi yeyote ile ambayo inayosababisha uwekewe mikono, ni ya kwamba wewe ni wakili, ni mtetezi wa mahali pale. Kama ni project ya kanisa, jina la Bwana sifiwe, wewe unakuwa wakili. Na sijui sasa hii itakuwa ya nani, lakini nataka nieleze ni ya kwamba project zote, the project of a project, project of a project, mnajua hiyo ni gani? Project iliyo kuu zaidi ya project zile zingine zote. Chairman wa project yako wapi? Unaweza kulijibu hiyo? Project iliyo kuu katika kanisa zaidi ya project zote ni kuwaleta watu kwa ufalme. Haya, wacha niulize mtu wa welfare, ako wapi? O, mnakaa pamoja mtakuwa mkisaidiana mambo mengine.
Hebu wewe naye jaribu kunijibu. Kuwaleta watu katika ufalme. Haya, wacha niwape siri. Jina la Bwana tubarikie. Project ya kwanza kabla ya kuendelesha project zingine ni mchungaji. Sawa sawa? Ni mchungaji. Maana jambo fulani likifanyika, watu huulizana namna gani? Mchungaji amejua. Hata juzi saa 9 ya usiku, before saa 9 niliitwa, nikaambiwa ya kwamba kuna shosho anataka kuzungumza na wewe hapa. Unajua ni saa 9. Sasa huyo shosho akaniambia kwamba kwa simu, akaniambia kwamba sasa ninashukuru Mungu maana ile kazi mumefanya imekwisha, na ninashukuru maana mumefanya vizuri sana. Sasa Mungu akubariki kwa hiyo kazi, maana kazi yako imefanya nini? Imekwisha. Umefanya kazi imekwisha. Nikamuuliza iko namna gani? Ninasikia sasa wakati wangu umefika wa kuondoka hapa duniani. Nikamwambia hauendi. Haufanyi nini? Hauendi. Hata nikakatisha hiyo maneno yake, kamwambia wacha tufanye nini? Wacha tuombe. Tukaomba na nikaambia Mungu patie miaka ya kuishi. Haleluya. Sasa tulipomaliza baadaye nikawauliza wapendwa wale walikuwa wameenda kumuona, mnafikirije? Mzee akaniambia tunafikiri tumpeleke hospitali. Kamwambia okay, jipangeni mumpeleke wapi? Hospitali. Uzuri ni ya kwamba hakupelekwa hospitali, lakini kumbe kwa maombi huyu dada alipona. Haleluya. Na hata sasa ako. Haleluya. Ni kitu imefanyika wiki hii. Kwa hivyo sasa, so unaona mtu yule ambaye anahitajika ashughulikie mtu kwanza ni nani? Ni mchungaji. Kwa hivyo lazima kabla ya kujenga, kabla ya kufanya mambo yale mengine, project ya kwanza, minister wa church development, hii ndio development ya kwanza. Mchungaji na mke wake, mkiwa develop hawa, wow, mambo makubwa mtayaona, maana ataachilia baraka nini kwenu. Umesikia mwenye kiti wa welfare? Maana mara nyingine unaweza kupanga mambo mengi, jinsi gani tutakavyofanya, jinsi gani tutakavyonunua vyombo, lakini muelewe parapanda ikilia, hata hii speaker hatutaenda naye, lakini hii project tunaenda naye mpaka mbinguni. Haleluya. Imagine unaweza kuishi pamoja na mchungaji wako hata haujui kiatu chake ni namba ngapi. Ama mnajua? Kama mnajua, Jehova awabarikie sana. Lakini hata kujua haijatosha, lakini avae kiatu. Kwa sababu kiongozi ni lazima aweze kuongoza, na maandiko inasema ya kwamba wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu tena, na wengine wapate aibu na kudharauliwa milele, na hao waongozao kutenda haki watang'aa kama mwangaza wa nini? Wa anga. Atukuzwe Bwana Yesu. It is my proposal, hasa katika kanisa hili sasa la Sirende, ambapo twahitaji kuweka viongozi na msingi ulio mzuri. Tuwaweke katika msingi ulio mzuri.
tukilifuata neno hili ambalo mtumishi wa Mungu aliyomwambia Tito, ya kwamba wewe ni wakili wa Mungu. Mchungaji hawezi kujitetea. Mchungaji anahitaji watu watakaomfanya nini? Watakaomtetea, watakaozungumza habari zake. Ijapokuwa kwa sababu wengi mnajua ya kwamba ameajiriwa, si ameajiriwa na anapata mshahara. Wengi wanasema ya kwamba wanaulizana, kuna watu huulizana, wanaulizana hivi, kaibura yuraga oili yaini, yani mvua hunyesha wapi? Kwa bahari. Lakini mimi nitakujibu, mimi nitafanya nini? Nitakujibu. Hata zile mito dogo huteremusha maji kwa ule mto mkubwa, na huo mto unateremusha maji wapi? Baharini. Sasa hata kama unajua ameajiriwa, na ukiangalia pia hata mke wake si mdogo, unaanza kusema kwani tunampanua tumpeleke wapi? Ninyi ni mawakili wa kutetea, mawakili wa kufanya nini? Wa kutetea maisha ya mchungaji. Nashukuru Mungu, maana kuna mama moja ambaye mimi sijui kama alihisi kana kwamba ataenda mbinguni haraka. Na huyo mama kule Top Station tuna mashirika matatu. Huyu mama alikuwa wa ushirika mmoja ambayo unaitwa Ebeneza, na wakapanga bila hata mimi kujua ya kwamba maana hawasikii ikitangazwa siku ya bishop. Wakasema ya kwamba wacheni tujipange ili tuende tumuone nini bishop kama ushirika. Imagine walikuja safari 3, maana kila mwezi walisema watakuwa wakija. Na wale watu wengine walipoona hivyo wakalalamika, wakasema haiwezekani, ninyi wa ushirika wa Ebeneza ndio mnataka baraka kwa mchungaji, sisi wote tunataka kuingia. Jina la Bwana sifiwe. Basi wote wakaingia, na ikapangwa ya kwamba sasa kila mwezi safari moja, wiki ya pili, hata kukiwa na maendeleo namna gani, shughuli za namna gani, itakuwa ni siku ya nani? Kama leo mimi ninajipanga, nikifika vizuri nyumbani nitakula vizuri, maana leo ndiyo siku ya bishop kule Top Station. Jina la Bwana sifiwe. Na huyu mama hakukaa miezi 3, akawa mgonjwa. Alipopelekwa hospitali akarudi, alafu baadaye akaja kanisani, na kwa maana alikuwa ni mmoja wa wana kamati. Watu walipoketi katika kamati, maana watu hawana maono yote wote pamoja ama maono moja. Siku ile ambayo ilikuwa ni siku kama ya leo, wiki ya pili, kukawa na jambo lilihitajika kushughulikiwa, na watu wakasema si tusongeza siku ya bishop na siku hiyo tufanye jambo fulani. Huyo mama akasema msijaribu na msiwahi kujaribu kubadilisha. Ikiwa ni siku ya bishop, msiweke mambo mengi. Jumanne akaenda hospitali, na wiki hiyo mwishowe yeye akaaga dunia. Sasa kanisa likaachiwa neno na huyu wakili ya kwamba isibadili. Hata leo nisipokuweko,
itakuwa ikifanya nini? Ikiendelea hivyo. Jina la Bwana sifiwe. Nikaona hata nikahisi uzito sana ya kwamba wakili wangu amefanya nini? Ameenda hata lakini nataka kusema Mungu ameleta mawakili wengine, na hiyo kitu inaendelea sasa. Sasa ni kama vile watu wanaweza kuachiwa laana, ati mkibadilisha kuna kitu kibaya kitawapata. Kwa hivyo sasa ninasikia ya kwamba kila mwezi inafanyika hivyo. Atukuzwe Bwana Yesu. Sasa Musa alikuwa na watu waliokuwa wakisimama pamoja na yeye. Maandiko inasema ya kwamba yeye alipokuwa akiinua mikono juu, Israeli walifanya nini? Walishinda. Na kwa maana yeye ni mwanadamu akachoka. Na wakati amechoka, Israeli wakapigwa na nini? Na adui zao. Na ikawa ya kwamba kukawa na watu wawili waliojitoa. Musa aketishwe kwenye jiwe na wao wasimame upande huu na upande ule mwingine, wamshike mikono ili Israeli washinde. Wapendwa, tukisimama na watumishi wa Mungu, bila shaka utukufu wa kanisa utaonekana. Maana utukufu wa kanisa huonekana kwa vile watu wanavyokaa pamoja na mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana sifiwe. Alafu ni washauri. Niseme hivi, kama ikiwezekana, na ninajua itawezekana, it is possible. Mtumishi huyu wa Mungu, hata nyinyi pengine hamujui ni kwa nini nilimpatia ofisi hiyo. Kuna watu walijaribu kutembea hapa, na hata ninashauri mchungaji leo ya kwamba aangalie watu hata wakitembea na wakija wahubiri, na nyinyi mupige shangwe, akeshe, sababu inawezekana na msipeage ati wageni nini. Hata kuna mtu ambaye hajapea pasta namba yake ya simu, lakini mgeni akija, wewe unampea namba yako ya simu ati awe akikuombea. Na mtumishi wa Mungu umemwacha wapi? Nataka kusema huyu ndiye ambaye Mungu atakaye uliza yeye habari zenu. Kwa hivyo msimame pamoja na ye kila mwezi, kila nini? Mwezi. Na hii ishughulikiwe na hawa wapendwa wawili, mwana minister wa development na minister wa welfare, washughulikie. Na tena pia mtakapoambiwa ya kwamba sasa sijui kama watatengeneza, lakini I am giving directive ya kwamba mkitengeneza siku ya mchungaji, kuna ushauri nataka nikwambie. Ukisikia ni siku ya mchungaji, bajeti yako ile unayopanga, usipange tu kwa sababu imesemekana ya kwamba unakuja. Ukipanga chumvi, na mimi sisemi chumvi ni baya, but I am giving you an example. Upange unaletea mchungaji nini? Chumvi. Huyu mama ataenda kupika chumvi bila boga. Si heri hata ungelitagulia ukuje na boga, yeye aende akatafute munyu. Unaona, hawezi kuwakisha moto, achukue chumvi aende akaiweke apelekee mume wake. Halo. Haya. For example ingine,
ukitengeneza budget uende dukani ununue toilet paper, ni ya kuletea nani? Mchungaji na mke wake. Mimi sijasema usinunue lakini tunahojiana, si ni sawa? Mtu huenda choo wakati gani? Akishakula. Sasa wewe unaletea toilet, unaletea tissue na hajafanya nini? Hajakula. Sasa kwa hivyo na mchungaji, utakapoona chumvi ikiletwa na tissue, usiseme ya kwamba si bishop alisema msilete hizi vitu. Lakini kama ingelikuwa ni mimi, ningeliulizwa leta fedha. Leta nini? Fedha. Unajua mchungaji anaweza kuwa na jambo ambalo limepita. Limepita nini? Chumvi, limepita tissue. Ni sawa sawa. Unaona, mtu lazima ashibe. Lakini ukileta fedha, si ni sawa? Yeye anaweza kujipanga, hata kama anaweza kutumia. Kuna sisi tulipokuwa huko kijijini, tuna matawi ingine tulikuwa tunatumia kama tissue, tuliita maigoya. Sasa anaweza kujipanga, for now nitatumia hii, lakini ni shughuli hii, pesa nishughulikie mambo mengine. Ninajikumbuka mimi mwenyewe, there is a time ningeliweza kutembea kwa duka ya mshirika, kumsalimu tu na kumjulia hali, aniambie kwamba kunywa soda, lakini nimwambie sitakunywa soda. Si kwamba sikukuwa ninakunywa masoda, nimwambie kwamba nina haraka, lakini sina haraka. Kuna kitu ninajua ya kwamba huko nyumbani niliacha ni kubaya, niliacha mke na niliacha watoto na hawakuwa na kitu. Sasa ninaambia yule ya kwamba ungenipa hiyo niende nikunywe mbele, maana kuna mahali ninahitaji. Ninapewa shilingi 10, hiyo shilingi 10 nikiweka kwa mfuko inanisaidia hata kwenda kusiaga. Kwa hivyo pesa ni kitu kizuri. Ninashauri vizuri. Sasa wakati ambapo wewe umesimama pamoja na mtumishi wa Bwana, atakuwa pia na nguvu, maana hata wakati mwingine anaweza kuwa na wakati hata wakumwa. Si lazima, kuna safari zinaweza kutokea za huduma, na akiacha mke wake hata pigiwa simu kuambiwa ya kwamba leo hatuna sukari, ama akiondoka mkewe awe akiuliza watotiga atia, umeniacha namna gani? Mimi kila mara huwa nina mke wangu lazima atake kujua ninawaacha namna gani. Sasa lazima niwe na kitu kwa mfuko. Jina la Bwana sifiwe. Sasa niseme hivi, hawa watenda kazi ni mawakili na hawa kwa sababu ni mawakili wa Mungu, na maandiko imesema ya kwamba asiwe mtu wa kujipendekeza nafsi yake, kama wakati ambapo Yesu alipokuwa akioshwa miguu na kumwagiwa mafuta na yule mwanamke. So unaona kuna watu waliojipendekeza, wakasema ya kwamba hii pesa tungelifanya nini? Tungeliuza hii nini mafuta, tungeliuza tupate pesa ya kusaidia nini? Maskini. Lakini Yesu akasema waacheni huyu wafanye vile makusudi yake yalivyo, maana maskini muko pamoja na wao. Sasa wale viongozi
waliokuwa na Yesu hawakuwa wanamjali yeye. Tunaelewana wapendwa? Hawakuwa wanafanya nini? Wanamjali yeye. Walijali mambo yao. Na hiyo pesa, na niseme hivi, hata huyu mtu Judas, maana maandiko hata hapa imesema ya kwamba si mtu wa kujipendekeza nafsi yake. Maana kuna watu ambao wanaelewa ya kwamba wao wanaweza kufanya kazi vizuri kuliko watu wengine. Sasa pasiwe na mtu wa aina hiyo. Alafu tena pia maandiko inasema ya kwamba asiwe mwepesi wa hasira. Asiwe mwepesi wa nini? Maana hasira hukaa vifuani mwa wapumbavu. Ukiona mtu ni mwenye hasira, jua ya kwamba yeye anahesabiwa ya kwamba yeye ni mjinga, ni mpumbavu. Tena pia asiwe mlevi. Sasa ulihubiri habari ya ulevi hapa, si ni sawa? Asiwe nini? Asiwe mlevi. Tena mtu anaweza hata kuwa si mlevi wa kunywa pombe, lakini awe mlevi wa na mtu ambaye ni kiongozi anahitajika asilewe na nini? Na maneno. Ukijua habari za mtu, maana viongozi wengi wana uhuru kujua habari ya watu. Wasiwe ndio ya kwamba hao watu ndio viongozi, ndio ambao wanaotawanya. Pengine mtu alikuja akakwambia amefunjwa moyo na jambo fulani, alafu baadaye unaenda unalitawanya. Hata huo nao pia ni ule. Asiwe mgomvi ya kwamba tunaamua vita kati ya kiongozi pamoja na watu fulani. Kiongozi anahitajika awe mtu ambaye si mgomvi. Asiwe mpenda mapato ya aibu. Asiwe mpenda mapato ya nini? Ya aibu. Haya, usiwe mtu. Wale watu ambao hupenda mapato ya aibu ni wale watu unasikia wakisema ya kwamba tunauza shamba mafuta, na ni kitu ile ambaye hakuna. Wewe kiongozi unakuwa hapo, unakula pesa ya watu na ukiulizwa unapiga kona namna hii, hata unaandika marisiti ambaye si ya kweli. Mungu atusaidie. Ninatayarisha viongozi wale ambao nataka kuwa pamoja nao mahali hapa. Na kuna jambo ambalo pastor mimi nimedumu nikisema hapa, ya kwamba mahali hapa patatoka watu wakubwa. Pigeni makofi mazuri. Jina la Bwana sifiwe. By the way, mchungaji, kwa ubali nimeweza kuangalia hiyo, nitakuja kukuambia ile nimeona, ili tukubaliane. Maana watu wawili hawawezi kwenda njia moja kama hawajapatana. Sasa tutapatana. Katika local church yetu haina kiongozi wa local church wa wadada. Na sasa nashukuru, maana for now huyu ni patron ambaye bado hatujatangaza ni patron wa muda, maana hatujafanya sherehe ya yule aliyekuwa akiongoza. Sasa unajua huyo tukimfanyia sherehe, sasa tunasema huyu ni rasmi. Jina la Bwana sifiwe. Sasa mahali hapa nimeona kwa umbali panaweza kutoka kiongozi wa wadada wa local church. Na sasa kama pametoka patron na kiongozi wa wadada tena pia atoke hapa, si nyinyi mko mbele? Haleluya. Na tunaendelea kutangaza ya kwamba hapa ndipo ambapo tunatarajia pawe center
ya makanisa yetu yote, na si center ya makanisa yetu yote. Haleluya. Hata pia ya district. Haleluya. Si mimi ndio ninaongoza na by the na by the way, si kwamba nitasema ya kwamba tuje hapa na alafu watu waje wasumbuke. Tuna kanisa ambalo linaweza kutoshea mikutano ya district. Haleluya. Na kwa sababu mara nyingine, niseme tu siri ya viongozi ni ya kwamba, unajua kuna watu huogopa kutoa. Mama wa elimu, kuna watu huogopa kufanya nini? Kutoa. Lakini kuna kitu ninasikia ndani yangu sasa inaendelea ya kwamba, je, mimi si ninaweza kutoa? Kwani wanatumia gunia zaidi ya 5 kwa mkutano mmoja wa mama kukula? Haiwezi kufika 5, na si jengo tuko nalo. Na kama tunafanyanga mkutano wa wadada siku moja hawalali, sioni kama ninaweza kushindwa hata kuwapa watu 1,000, maana nina matumaini ya kwamba Mungu anaweza kunibariki. Jina la Bwana sifiwe. Kwa hivyo niombee ili mwezi wa 11 tunakaa kikao, na nitawaeleza wapendwa viongozi wa district ya kwamba mwaka ujao mkutano wa wadada wa district utakuwa hapa. Atukuzwe Bwana Yesu. Kwa maana kiongozi anahitajika awe katika mstari wa mbele kutoa, na ukiona kiongozi ambaye hatoi, huyo si kiongozi. Na pia na si lazima tulingane. Si lazima tufanye nini? Tulingane. Mradi tu ni ya kwamba udhihirishe una moyo wa kutoa, na tena pia yani ule moyo wa kutoa, unaweza kutoa kitu kidogo na watu wengine watoe vitu vingi hata zaidi ya wewe, maana hatufanyi kazi ya Mungu kama ya wanasiasa. Na maandiko inasema ya kwamba tusiwe watu wenye kupenda mapato ya aibu. Kwa hivyo chunga sana wakati unaposhughulika kupata pesa. Usipate pesa kama kiongozi pesa ya nini? Ya aibu. Okay, nisiendelee zaidi. Muliweza kusomewa na mkasikia ati huyu mtu anahitajika awe mkaribishaji. Mtu nini? Mtu mkaribishaji. Mtu mkaribishaji atakaribisha watu hivyo tu, si lazima agharimike. Sasa huyu mtu ni mtu wa kugharimika. Kiongozi ni mtu wa kufanya nini? Na tena mtu apendaye mema, na mtu mwenye kiasi, na mtu mwenye haki. Si mtu haramu, si mtu corrupt, na mtu mtakatifu mwenye kudhibiti nafsi yake, ya kwamba nafsi yako inadhibitika, inasimama vizuri. Na huu mstari wa mwisho akasema ya kwamba akilishika neno la imani. Yes, mtu wa imani hatangazagi kutofaulu. Tunaelewana? Mtu wa imani hatangazagi kutofanya nini? Kutofaulu. Anasema ya kwamba akilishika lile neno la imani vile vile kama na alivyofundishwa, apate kuweza kuonya. Amen. Mtu huyu kiongozi si kiongozi ofyo ofyo,
ni mtu ambaye akiona ya kwamba mtu anafanya makosa, anafanya nini? Si mtu wa kusema ya kwamba ninangoja hiyo maneno itoke na wenyewe, na kanisa linaendelea kufanya nini? Kuharibika. Onya mtu. Na tena pia ukimuonya, usimuonye juu, onya yeye kwa mafundi. Maana inasema ya kwamba apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho yenye uzima na kuwashinda wenye kupinga. Maana kanisani hatuna kundi linaloitwa opposition. Halo? Kanisani hatuna kundi linaloitwa nini? Ati saa hii serikali ya kanisa hili. Maana hiyo ni serikali tunachagua. Ni serikali tunaweka. Amen. Maana nikitaka jambo ninauliza serikali gani? Kabla sijakuja kwa washirika, ninauliza hao viongozi, mumefanya nini? Kwa mfano, sisi tukikosa budget ya Sirende, mumeshawahi kuona tukija hapa kuitisha budget, tunapambanaga na huyu kiongozi wa serikali. Ni sawa, na kutoka kwa yeye tunaenda kwa wazee, kutoka kwa wazee tunaenda kwa mashemazi. Maana hiyo ndio serikali. Sasa kwa hivyo leo tunaweka serikali ya kanisa la Sirende. Atukuzwe Bwana Yesu. Kwa hivyo lazima uwe security ya kanisa, ya kwamba utawashinda wale wapingao. Sisi hatuna wapinzani, lakini tuna lile neno la kuendelea. Maana hatutakuwa kama mtu mmoja anaitwa Diotrephe katika kitabu cha Yohana. Inakuwaga waraka watatu wa Yohana 1:9. Hiyo sisomi. Bwana wetu awabarikie sana. Sasa kwa hivyo kazi ya wazee, kazi ya nani? Ya wazee. Kazi ya wazee ni kusimama pamoja na kanisa na mahitaji ya kanisa, hata wakati ambapo mchungaji hayuko. Ni wasaidizi wa mchungaji. Wazee ni wasaidizi wa nani? Wa mchungaji. Na tena pia ni macho ya mchungaji. Amen. Maana mchungaji hawezi kujua mambo yote na hawezi kufika mahali popote, lakini pakiweko na wazee, wanaweza kusimamia mambo mengi, na ili tena pia mchungaji asiwe na mzigo mzito. Bwana wetu atubarikie sana. Na hawa wazee wanaakilisha mchungaji wakati ambapo mchungaji hayuko na kanisa linahitajika kuendelea. Hawana haja ya kusema ya kwamba mchungaji hayuko, kwa sababu wao wako na kanisa linaweza kuendelea. Na kama vile nilivyosema, ni ya kwamba wanajali maslahi ya mchungaji na kuona ya kwamba mambo yake yamekuwa sawa. Tumekuwa na watu ambao hawajasimama pamoja nasi sana, na imekuwa ni shida. Maana kwa mfano, nitoe mfano wa mazishi yakitokea. Mimi nikitoka kwangu kuenda top station na kufika kwa washirika wa mwisho, inabidi niweke gari langu shilingi 2,000. Nikiweka gari langu shilingi 2,000, nikihitajika kwa maombolezo safari 3, itatumia pesa ngapi? 6,000. Alafu siku ya mazishi haijafika na sijui hata tutaenda wapi, maana watu hawazikwi mahali pamoja. Alafu kamati ikikaa, hawasungumzi habari ya mchungaji jinsi atakavyosafiri. Hawana
budget yake, na budget ikitaka kupangwa wanapanga, washirika wataenda na gari fulani, familia itaenda na gari fulani na iwekwe mafuta. Halo, tunaelewana? Unakuta mambo hayo yamepangwa, lakini neno la mchungaji halisugumuzwi. Nani atakaye tetea mchungaji? Si ni wazee wa kanisa? Jina la Bwana sifiwe. Na katika hali hiyo watasugumza habari zake, jinsi kanisa jinsi gari lake litakavyowekwa mafuta. Baada ya kusumbuka hivyo, na hapa ndio sasa nataka niwaelimishe. Baada ya kusumbuka hivyo, tukasema ya kwamba hata Wakatoliki wana kitu walioona. Guza mtu mwambie, Wakatoliki wana kitu walioona. Wakaelewa ya kwamba hata ibada ya mazishi ni ibada kama hii. Kwa hivyo wakasema tutakuwa tukitoa nini? Sadaka. Na hiyo sadaka si ya jamii. Sasa hapa ndio niwaambie siku ingine, don't say ya kwamba mchungaji ameenda na sadaka ya mazishi. Halo, tulipoona hamshughulikii mchungaji, tukasema ya kwamba mchungaji ndiye mwenye ibada. Si sawa? Na ibada hiyo, sadaka ile itakayotolewa ni ya wachungaji. Mnaonaga Wakatoliki wakilalamika. Hata siku moja kuna Mkatoliki alikupata akakwambia ati father wao alienda na sadaka, lakini sisi mdomo na hakuna kitu na pengine hata wewe ni mmoja wa wale mchungaji, kama kuna tembelewa kwake unaenda na chumvi na tissue. Haya, jambo lingine, endeni kwa mazishi hata ya Wakatoliki, utakuta ya kwamba familia yenyewe na si sikia, na utakuta ya kwamba hata matangazo yakitangazwa haitangazwi ya kwamba padre alitoa kiasi fulani. Mumewahi kusikia? Lakini akifika huko, akifika wapi? Hata macharia ni mmoja, kwa hiyo amefanyiwa hiyo. Ibada ni ya father, si ni sawa? Sadaka zote zinawekwa kwenye gari lake. Alafu tena pia familia hiyo ambayo imefiwa inapea. Sisi wachungaji wetu tunawapeaga gapi? Isipokuwa ni kuwaraumu, na hata akienda lazima ajilipie nini? Nauli. Naomba ya kwamba sireda isifanyike hivyo. Mimi hata Top Station wakikosa pesa, mimi nakosa kwenda, maana walipanga hawakunipangi. Kama kuna mtu anaweza kwenda kuzika azike. Halo, nimesema vibaya? Ninawatayarisha kwa sababu I want to see. Hata kama mtafanya, unaona, unaweza kumpangia yule ambaye amefiwa, mpelekee hazina kubwa, na mchungaji yeye ajipange. Kwa nini hiyo pesa isigawiwe kabla haijapewa mwenye amefiwa? Iwekwe gari ya mchungaji nini? Mafuta. Sasa maandiko yamesema ya kwamba lazima utadefend wale wanaopinga. Kwa hivyo wewe ni defender. Si kuna uchezaji wa mpira, wewe ni nini? Ni defender. Defender anafanya nini? Anazuia ili goli isifanye nini? Sasa lazima mudefend mchungaji wenu. Sawa sawa. Haya, mashemazi nao sitaki kusema sana juu yao, lakini sasa utaangalia nao pia
katika Matendo ya Mitume. Utaenda kusoma Matendo ya Mitume 6 mstari wa 1 hadi 6. Kazi yao ni nini? Mashemazi ni kuangalia ya kwamba wajane wa kanisa. Hapa tuna wajane wangapi? Halo, hapa tuna wajane wangapi mchungaji? Shosho munamuwekaga wapi? Kwa wakongwe? Kwani yeye si mjane? Mumewe bado yupo? Hata ujui? Haya, tafuta historia ya watu. Jina la Bwana sifiwe. Ebu baba nani, ebu enda fungua gari yangu hii nini, ukuja na hiyo kitu iko hapo nyekundu. Atukuzwe Bwana Yesu. Sasa kanisa kanisa, jina la Bwana sifiwe, linahitajika kusimama pamoja na wajane wao. Linahitajika kusimama na nini? Na wajane wao. Na hiyo ndio kazi ya viongozi. Jina la Bwana sifiwe. Na mashemazi wanakuwa katika mstari wa nini? Wa mbele. Maana hiyo ndio amri ya Mungu. Na maandiko inasema ya kwamba kanisa lililo zuri, kanisa lililo nini? Weka hiyo kitu hapa. Kanisa lililo nzuri, lisilo na mawaa, ni kanisa lile linaenda kuangalia wajane na nani? Na mayatima. Jina la Bwana sifiwe. Sasa katika hali hiyo, wapendwa, viongozi lazima mujali nini? Wajane wenu. Wajane wenu mfanye nini? Nao wajane niwaambie, isiwe deni. Ati munadai. Inueni macho yenu juu, muntazame wapi? Maana Mungu anaweza kuamuka akiwa amewafikiria jambo nzuri. Aya, Mama Lazaro, hebu chukua hii mzigo upelekee rafiki yangu. Ama baba yako iko hai? Na ushike mzuri. Baba yako iko hai? Alienda kitabu. Sasa mchungaji hajui, lakini leo amejua ya kwamba mama yako si mzee tu, lakini ni mjane. Pelekea yeye hiyo. Atukuzwe Bwana Yesu. Nilitaka kusema hivi wapendwa, maandiko inasema kazi ya mashemazi ndio hiyo. Na tena pia wale watakaofanya hiyo kazi, kama vile ilivyosemekana, tusiwe watu wa kutamani mapato ya nini? Ya aibu. Tusiwe watu wa kutamani mapato ya aibu. Si mnajua hata mara nyingine serikali ikipeana vitu watu wanagawa. Halo, machifu wanagawa, wazee wa mitaa hata wengine utakuta wakiuza. Halo, sasa mchungaji, utanipatia hesabu ya wajane. Unipatie hesabu ya wajane. Tutasemezana vile tutakuwa tukifanya. Si ni sawa? Lakini isiwe
ati mtu aulizage kama ikalili atia, yani wamekana. Ni neema tu ya Mungu inafanya nini? Inashuka. Jina la Bwana tubarikie. Kwa hivyo na ilihitajika watu walio na nini? Na watu walio na roho. Jina la Bwana sifiwe. Watu ambao wamekubali kujitolea mbele zake nini? Mbele zake Mungu. Mwisho ni katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa 1 hadi 16. Ili sasa tuombe. Ili kuwa ni kama semina, na semina si watu wanakaakaaga. Alafu usiseme siku ingine ati siku ile bishop amekuja tunakaishagwa sana. Ni lazima nikuelimishe. Maana wewe ndio utakaye kuwa bishop wa kesho. Wewe ndio utakaye kuwa mzee wa kanisa wake. Haya. Hiyo naye pia inaongoza kila mtu asimame mahali pake. Warumi 12 mstari wa 1 hadi 16. Sisomi, lakini nenda ukasome. Hiyo inaashiria ya kwamba kila mtu asimame katika nafasi yake. Leo hii hakuna mwanaume iko na kofia hapa. Mimi nikivaa kofia, si ni sawa? Alafu uone nimeweka ingine juu na nianze kutembea. Hata ukikutana na mimi ukiniangalia utaniita nani? Mwenda. Kwa hivyo nina assign ya kwamba kila mtu ashikilie nafasi na aone ya kwamba nafasi yake imefaulu. Lakini tusifanye mambo kwa kushindana. Lakini hii nitasoma ili nimkaribishe mchungaji awaite watu kwa majina yao na section zao ili niombe pamoja na wao. Warumi ni 16. Warumi ni 16. Sasa msomaji wangu ameenda, ameniacha jukwani. Sasa nipate mwingine, nipate replacement. Umekuwa replaced. Okay, ndugu soma. Warumi 16. Mstari wa 1 hadi wa 3. Warumi 16 mstari wa 1 hadi wa 3. Biblia inasema hivi. Na mkabidhi kwenu Fibi ndugu yetu. Yes. Aliye mhudumu wa kanisa lililo Kenkrea. Kwamba mumpokee katika Bwana kama iwapasavyo watakatifu. Yes. Mkamsaidie katika neno lolote atakalo lihitaji kwenu. Kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa watu wengi, akanisaidia mimi pia. Hata usiende ya 3. Atukuzwe Bwana Yesu. Amen. Ninasoma neno hili kwa sababu Mungu ametupa neema kuinua hata dada zetu kuwa wazee wa kanisa. Na ukisoma andiko hili inasema ya kwamba namkabidhi kwenu Fibi ndugu yetu. Kiswahili inatuita sisi zote ni ndugu, but ukisoma kwa Kiingereza inasema our sister Phoebe. Kwa hivyo huyu dada ambaye anaitwa Phoebe alikuwa ni kiongozi wa kanisa lililoko Kenkrea, na alitegemewa sana mpaka alipokuwa akienda mahali pengine ilibidi mchungaji ambaye ni Paulo aweze kuandika barua inayoitwa pendekezo
ili apokelewe, si mtu wa kawaida tu, si mama wa kawaida, bali kama mtumishi. Kwa hivyo nijibu hapa, maana ninaelewa ya kwamba kuanzia sasa kuna wengine wataenda wakiulizana maswali, lakini si nimekujibu. Kwa hivyo mkiona tuna wapromote wadada kuwa wachungaji, tuna wapromote wadada kuwa wazee wa kanisa, msingi ni wapi? Ni hapo ya kwamba huyu dada aliweza kufaulu sana kusimamia kanisa kama kiongozi wa kanisa na kama kadri alivyoitwa. Nataka kusema kwamba Mungu awabariki sana na watende mambo mazuri kwa kunisikiliza na kupata elimu. Haleluya. Ni shukuru Mungu kwa ajili ya neno, alafu